Katika kampeni za uchaguzi mkuu uliopita Oktoba 29 mwaka huu, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Ombeni Nanyalo alipambanua kwa kinara wa hamasa kwa wananchi wa Momba na mkoa mzima. Mama Samia safi. Lakini niwakumbushe ndugu zangu, demokrasia ya kweli iko ndani ya Chama cha Mapinduzi. Na mengine ambayo niwakumbushe, tarehe hiyo ya kwetu tarehe 29, tunaomba msivae sare ya aina yoyote. Vaeni kiraia. Ukivaa kiraia maana yake sasa wewe ni mwananchi wa kawaida, unaenda kuweka kura ambayo ni haki yako ya kikatiba, haki yako ya kimsingi ya kumchagua kiongozi unayemtaka. Ninaomba nimlete kwenu Mheshimiwa Diwani, nimwombee kura, kisha naye aseme mawili matatu ili twende kijiji kingine. Lakini kikubwa zaidi, nimekuja kwenu kuwashukuru wana Ilengo. Mimi nawashukuru sana kwa mlichokifanya, lakini naomba vile vile nendeni kachagueni Chama cha Mapinduzi tarehe 29 bila kukosa. Nawashukuru sana. Huko alikopita akimwombea kula Daktari Samia Suluhu Hassan, alieleza kuwa amani na umoja kwa Watanzania ndiyo nguzo kuu ya maendeleo yenu. Ninaomba kula kwa Mama Samia, ninaomba kula kwa Condesta Michael Sichalwe, na ninaomba kula kwa Jumapili Haizuru. Tarehe 29 tusivae uniform, tuvae kiraia, twendeni tukapige kura. Turudi kupumzika, tusubiri matokeo. Baada ya kuyasema haya ndugu zangu, kwa sababu tunaendelea na mzunguko, nawashukuru sana na niwatakieni kila laheri. Mvua inyeshe mapema, mlime mapema, na mvune vingi, tuweke kwenye vihenge. Kwa aliyosema katibu kata, yale sasa sio tena ya kuongea na mimi. Mimi na huyu bwana nimesema mbegu yangu yote naweka hapa. Kama kuna jambo lolote, mimi huyu ni kaka yangu, huyu ni rafiki yangu, tunaambizana tu bwana, si unajua ndugu zako huku kuna jambo moja mbili tatu, naambia sawa, sogea wewe, sawa, ili tutengeneze mfumo bora wa kuweza kufanya vitu kwa mpangilio. Kaka yangu, hongera sana. Niko tayari mbegu zote kukupatia, kuhakikisha kwamba tunapanda na wanaasili wetu wanavuna. Maana kwenye chama chetu kila mtu ana dhamira ya dhati ya kuhakikisha kwamba ajenda ya CCM inaendelea na chama kiendelee kutawala nchi hii miaka nenda rudi. CCM oye! Haizuru safi! Mama Samia oye! Mama Samia safi! Nchimbi oye! Nchimbi oye! Dr. Mwinyi oye! Haizuru safi! Haizuru safi! Ombeni Nanyalo alitembea katika maeneo mengi ya vijiji na mitaa akikutana na wananchi na kueleza umuhimu wa kuendelea kumwamini Daktari Samia. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Ndugu zangu, leo nimekuja kuwasalimia. Mimi naitwa Ombeni Nanyalo, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya mkoa, lakini mratibu wa kampeni uchaguzi huu wilaya ya Momba. Nilikuwa meneja kampeni wa mbunge, lakini kutokana na mpangilio wa jimbo ikabidi nibadilishiwe majukumu. Kwa hiyo sasa hivi majukumu nilopewa ni kutembea mimi na madiwani kwenye maeneo yao, ili kwanza kuhamasisha umoja wa kichama, umoja wa kwenda kufanya maamuzi kwenye box kuchagua. CCM oye! Nini nataka kusema? Msinishangae kuwa mbele yenu kuwashukuru. Nawashukuru sana kwa kura nyingi. Lakini ninawashukuru kwa moyo wenu huu mlionao
matumaini yangu kesho kutwa tarehe 29 tunaenda kumpa kura za kishindo ndugu yetu Haizuru, Jumapili Haizuru. Lakini tarehe hiyo hiyo tunaenda kumpa Condesta kura za kishindo. Kumanya ile jimbo chalo chikulu. Ichalo ichikulu. Kulikumekutonya kumtakutonya. Kwa hiyo tarehe hiyo 29 twendeni tukachague wote walioteuliwa na Chama cha Mapinduzi ambao ni Haizuru, Condesta Michael Sichalwe na mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mwe CCM usukufituka. Umwana angafituka iwe ndege mama wako. Angafituka. Nganomba. Nene mwana. Manyile kuswala kamwendaka. Akamwendaka kani vitu zilivuleni. Isazyo nganafituka anga vyose vyakonyoka. Si ndio jamani? Kuchili kuli ni mpindi. Impindi ngaiza. Wewe tutange tulelebela tuko ngaonye. Si ndio jamani? Si ndio jamani? Kwa hiyo mtu yeyote ambaye mwenye dhamira ya dhati ya kutafuta uongozi kupitia Chama cha Mapinduzi lazima akubaliane na mchakato wa kidemokrasia kabisa ambao unapitia mchakato mbalimbali, ikianza kwenye vikao, kisha kura za maoni na baadaye uteuzi. Kama hujateuliwa usiweke nongwa, kubali kwamba mlikuwa mmechaguliwa. Kama kura hazikutosha, kubali kwamba ni kweli ni halali. Lakini kura za maoni si sehemu ya ushindi ndani ya chama, ni sehemu ya mchakato wa uchujaji ndani ya chama. Kwa hiyo inaweza ikatokea akaongoza mtu wa kwanza na wa pili na watatu wote wasipewe, akapewa mtu wa 4. Nao ni utaratibu wa kawaida, si ndio jamani? Lakini ukiwa na ndoto na dhamira ya dhati ndani ya chama, ni lazima ukubaliane na lolote unalokutana nalo, kwa sababu uongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi hautolewi na familia, ila unatolewa na wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Sisi nimezoeleka kwamba mtu alijaribu anaamua kuanza kuweka uadui na watu, kwamba fulani ndiye aliyesababisha kwamba mimi nisitoboe, fulani. Leo nimekuja mbele yenu kuambia ndugu zangu, makundi alishaisha. Kundi linaloitwa la Ombeni kwenye kata hii ya Mkomba, ninawaomba sana, heshima nilopewa mimi na Chama cha Mapinduzi kwa barua kwamba Ombeni nenda Momba kawaombe kula kwa ajili ya Chama cha Mapinduzi. Nimekuja mwenyewe na gari langu na mafuta yangu na kila kitu changu, kama nilivyokuja mwanzo nikijipitisha kwa ajili ya kufanya nini, ya kuomba kura. Sasa leo nimekuja kwa maslahi mapana ya Chama cha Mapinduzi. Nataka niwakumbushe tunaye mgombea mmoja hapa, si ndio? Wanaosema mgombea mmoja inua mkono. CCM oye! Mgombea mmoja oye! Jamani, tunao wagombea wawili hapa kwenye kata. Kwa mujibu wa taratibu na sheria na demokrasia, ili kulinda demokrasia. Na hili lipo hata mwaka 85 wakati baba wa taifa anaondoka madarakani. Rais Mwinyi alipokuwa anachaguliwa, kwenye ile fomu ya uchaguzi kulikuwa kumewekwa ndio na hapana, si ndio? Mnaokumbuka? Ndio tukaimba wimbo twendeni tukampe kura za ndio na sio za hapana. Basi lile la 85 limejirudia. Waliopita bila kupingwa hawapo tena. Ni lazima sasa tuanze kuwapima watu kwa kupitia wananchi. Sisi kwenye chama tunasema anafaa, na ndio maana tumemteua. Je, Watanzania wanasemaje? Hasa wale wanaotarajia kupata huduma kutoka kwake. Si ndio jamani? Sasa kuna kura ya hapana na ndio. Sasa sisi wana Siliwiti, twendeni tukaweke pale kwenye kibox cha ndio. Tukichagua ndio, tayari tunakuwa tumemuongezea heshima ndugu yetu na kuambia wananchi wengine ambao sio viongozi ndani ya chama chetu kwamba
lile ni chaguo sahihi, ndilo chaguo la wananchi. CCM oye! CCM safi! Ukusaila oye! Ukusaila oye! Samia ni kiongozi anayesikiliza, anayejali wanyonge. Aidha, Ombeni Nanyalo alieleza kwa wananchi kuwa ni lazima wamchague Dkt. Samia kwa sababu huyu ndiye kiongozi aliyeleta msingi wa demokrasia, akiwahimiza wananchi wote kudumisha umoja na amani. Katika ziara zake Ombeni Nanyalo, na hapo Nanyalo alikutana na maoni kwa wananchi, wengi wakimshangilia huku wakimwahidi Oktoba 29 kuwapa kula viongozi wote wanaotokana na Chama cha Mapinduzi. Katika hatua nyingine, Ombeni Nanyalo alieleza kuwa utamaduni huu wa kubadilika kwa kula ulianza tangu mwaka 1985 wakati wa kamati kuu ilipomteua Ali Haji Hassan Mwinyi kugombea urais, lakini bado wananchi walithibitisha kula ya ndio au hapana. Nanyalo aliongeza kuwa utamaduni huu wa kupima kukubalika kwa kula ulianza tangu mwaka 1985 wakati kamati kuu ya CCM ilipomteua Ali Haji Hassan Mwinyi kugombea kiti cha urais, lakini bado wananchi walithibitisha kupitia kula ya ndio na hapana, ambapo wanaeleza hatua hiyo ilikuwa msingi wa demokrasia ndani ya chama, ikionyesha hasa mteule lazima apate kura za baraka kutoka kwa wananchi. Na katika harakati zake zote za siasa za kumwombea Daktari Samia Suluhu kura za kishindo, Nanyalo alikutana na maoni ya wananchi wakimwomba kuwa endapo viongozi hawa watapata ridhaa ya kuwaongoza, wakafanye kazi zenye kuleta maendeleo na si propaganda za kisiasa. Katika kampeni za uchaguzi mkuu uliopita Oktoba 29 mwaka huu, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Ombeni Nanyalo alijipambanua kwa kinara wa hamasa kwa wananchi wa Momba na mkoa mzima wa